Ndugu zangu katika Kristo, tumekusanyika hapa leo kuadhimisha maisha ya mpendwa wetu Balozi Profesa Kostariki Mahalu. Tumekuja hapa tukiwa na mioyo mizito iliyojaa huzuni. Hata hivyo, katika huzuni yetu tunayo matumaini, tukijua kuwa tupo katika uwepo wa Bwana anayetuahidia uzima wa milele. Masomo tuliyoyasikia leo hii yanaongelea fumbo tunalolikabili, yani kifo. Kifo kipo, lakini Kristo alishinda kifo. Ufufuko wa Kristo, ndugu zangu wapendwa, ni msingi wa imani yetu na mwanga unaopenya katika giza la huzuni. Kwa ufufuko wake aliwafungulia njia iendayo uzimani wale wote wanaomwamini. Balozi Profesa Mahalu aliishi maisha yaliyogusa nyanja mbalimbali: familia, jumuiya na umma kwa jumla. Alihudumu kama mwanasheria na mwanadiplomasia na makamu wa mkuu wa chuo cha Sauti, na alihudumu si kama kazi, lakini kama wito, ili kutafuta manufaa ya wote. Sifadhaike mioyoni, mwamini ni Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo nilikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarisha nafasi, na nikisha kuwatarisheni nafasi nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi muwe pale nilipo mimi. Balozi Profesa Mahalu aliishi maisha yake kama mtu aliamini katika ahadi hii. Aliamini kwamba Bwana atamshika mkono na kumwongoza nyumbani wakati utakapowadia. Aliamini katika maneno ya Kristo, mimi ni njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Injili ya Yohane sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 6. Tunapoomboleza, hata hivyo, tunafurahia katika tumaini kubwa la ufufuko. Kifo sio mwisho, bali ni lango la kuingia maisha mapya. Kristo anatuambia, mimi ndiye ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi, hata kama atakufa ataishi, na kila anayeishi na kuniamini hatakufa kamwe. Injili ya Yohane sura ya 11 mstari wa 28 hadi 26. Mpendwa wetu Balozi Profesa Mahalu alijaribu kutembea katika njia ya Kristo wakati wa maisha yake. kama mwanadiplomasia, mwanasheria na makamu
wa mkuu wa chuo, akijaribu kufungamanisha sheria, sera na ukweli, haki na huruma, hata wakati ambapo njia hiyo haikuwa rahisi. Maandiko matakatifu yanatuonyesha kuwa maisha yetu ni utumishi na tumepewa karama mbalimbali, na siku moja tutapasika kutoa hesabu ya matendo yetu. Swala si kwamba tumekuwa wakamilifu, bali jinsi gani tulitumia karama hizo kutenda mema. Balozi Profesa Mahalu alikuwa mtu mwema, alikuwa mwadilifu, alikuwa mpole, alikuwa msikivu na mkarimu. Juzi kule Mwanza, wakati kule Sauti ilipofanyika ibada ya kumwombea, kwa bahati nzuri nilikuwepo kwenye ile ibada. Watu mbalimbali walitoa salamu zao za rambirambi na walijaribu kuongea kuhusu mpendwa wetu Profesa Mahalu. Walisema mengi juu yake, alivyokuwa mtu mwema, alivyokuwa mwadilifu, na tena na wengine wakasema katika ukarimu wake aliwaonea huruma wale baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa na shida za kiuchumi. Kwa hiyo akawa anawasaidia, nachukua fedha yake yeye binafsi kusaidia hao wanafunzi ambao walikuwa wanahangaika. Huyu alitambua kwamba fedha iliyoko benki haiwezi kuokoa mtu, lakini fedha ambayo imetumika kuwasaidia wengine, hapo inamwokoa mtu, kwa sababu wale uliowasaidia watakuombea. Maana fedha iliyoko benki haiwezi kukuombea, lakini uliowasaidia ndio ambao watakao kuombea. Imani yetu inatufundisha kuwa kufanyia kazi maslahi ya wote ndio wito uliotukuka. Maana hii wakisi lengo la Mungu na kuleta haki, amani na utu wa kila mwanadamu. Tunajua wazi kuwa katika kuhudumia jamii kuna kuwepo kupendwa, ukosoaji, malalamiko na mapungufu. Hata hivyo, kama Wakristo tunaamini kuwa Mungu huhukumu kwa kuangalia moyo wa mtu. Mungu huona nia iliyo nyuma ya utendaji wetu. Leo tunapomwombea Balozi Profesa Mahalu, tunamkabidhi katika huruma ya Mungu. Mungu mwenyewe ndiye mwenye kujua kikamilifu maisha yake, jitihada alizofanya, nia njema aliyokuwa nayo na kujitoa kwake sadaka, na matendo mengine ya huruma ambayo sisi hatuwezi kuyajua. Kile ambacho hatuwezi kukiona kikamilifu, Mwenyezi Mungu hukiona kwa upendo kamili na haki. Wapendwa katika Kristo, nyadhifa, mafanikio na maisha vina ukomo wake. Kinachodumu ni upendo.
upendo tuliowashirikisha wengine. Mwishoni, kipimo cha maisha sio cheo au heshima, bali mema tuliyotenda na watu tuliowapenda. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima, tumesikia kuwa roho za wenye haki zipo mikononi mwa Mungu na wala maumivu hayatawagusa. Balozi Profesa Mahalu sasa anapumzika mikononi mwa Mungu. Magumu yote aliyobeba kipindi cha maisha yake, iwe katika utendaji wake wa kazi au changamoto za kiafya, sasa hayapo tena. Mungu katika huruma yake utakasa na kuokoa. Ndugu zangu katika Kristo, kifo cha Balozi Profesa Mahalu kinatupatia nafasi ya kutafakari maisha yetu kama Wakristo. Tujiulize, ni maisha gani tunayoishi na tunafanya nini huku? Tukumbuke kuwa kifo kipo na kila mtu atakufa. Maisha yetu ni kama ua linalochomoza asubuhi na jioni kunyauka. Kifo hakipigi hodi, huja kama mwivi, huja wakati tusiotazamia. Hivyo tunapaswa kuishi maisha safi wakati wote. Kwa wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki na wale waliofanya kazi pamoja na marehemu, jipeni moyo. Kanisa linawaombea ili Mwenyezi Mungu awapatie faraja na nguvu. Mwisho, kwa njia ya kifo cha Kristo tunaamini kuwa kifo sio mwisho. Uzima wetu hauondolewi, bali unageuzwa tu. Hivyo tunamkabidhi mpendwa wetu mikononi mwa Mungu, tukimwomba amjalie pumziko la milele. Raha ya milele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani.